Duniani wani jamii, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante, tunashukuru Mwenyezi Mungu, na tungependa tuseme ya kwamba tunapoendelea kuhubiri ujumbe huu, watu wanaweza kosa kutuelewa. Kwa nini watu wasituelewe? Ukisoma kitabu ni kile cha Yeremia 23 na mstari wake wa 29, lakini kabla hujasoma ningependa tuombe na ili kwamba tuweze kuingia katika mafundisho ya leo. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, uliye mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya kutulinda kila mmoja wetu na kutujalia neema masaa haya, na ili kwamba tuweze kuingia katika neno lako. Unabii kama taa ambayo inang'aa mahali penye giza, na unasema tunafanya vyema tunapochunguza, na hata kupambazuke hata nyota asubuhi ambayo ni wewe Kristo Yesu uzuke ndani ya mioyo yetu. Bariki kila mmoja tunapoanza hadi tamati. Tunaomba ulinzi wa malaika wako takatifu wenye nguvu uweze kuwa pamoja nasi. Kila mmoja anayesikiza ujumbe huu jalie kuelewa, na kwa sababu sisi hatuwezi kuleta ushawishi ndani ya moyo wa mtu yeyote, naomba ili kwamba ulete ushawishi huo ndani ya mioyo ya wale wote wanaosikiza, na ili kwamba wapate kuchukua hatua ya kukuamini na kuamini neno lako, ujumbe wa misho duniani. Tubariki tunapoanza hadi tamati, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Basi mpendwa, tunashukuru sana Mungu kwa sababu ya kutujalia neema kama hii, na ili kwamba tuweze kuingia katika ujumbe wa jioni ya leo. Nipe kitabu cha Yeremia 23 na mstari wake wa 29. Maandiko yanatuonyesha kwamba neno la Mungu bila shaka lazima utaona kana kwamba inakugonga. Kwa nini? Neno la Mungu takatifu linasema, na iseme, je, neno langu si kama moto? Mungu anauliza, je, neno langu si kama moto? Asema Bwana. Na ndio maana mwimbaji mwingine aliimba wimbo, sijui kama alielewa vile alikuwa anaimba, akisema, akaimba wimbo unasema, injili ni moto, moto, pinga pinga uchomeke. Ndio mwimbaji aliimba hivyo. Sasa maandiko anasema, je, neno langu si kama moto? Asema Bwana. Asema Bwana. Na kama nyundo. Ati ni kama nini? Ni kama nyundo. Yaani neno la Mungu ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Na inavunja mawe vipande vipande. Kwa hiyo inavunja ndani ya mioyo yetu. Neno la Mungu ni kama nyundo, na pia ni kama moto, inachoma tena inavunja. Maandiko anasema hivi. Na ndio maana wale ambao wanahubiri neno la kweli kwa uaminifu lazima lichome ndani ya mioyo ya watu. Nipe kitabu cha Petro. Kitabu cha Petro wa kwanza 2:37. Lazima neno la kweli lichome ndani ya mioyo, na ikichoma wewe unakubali tu kwamba imechoma, lakini ukichoma hivi ndivyo unafaa kufanya. Soma andiko hiyo. Petro wa kwanza mwalimu. Petro wa kwanza, na si Petro, Matendo ya Mitume 2:37. Naam, Matendo ya Mitume 2:37. Barikiwa. 2:37. Biblia takatifu ya Mwenyezi Mungu. Haya, barikiwa. Inasema, na iseme, walipoyasikia haya ndiyo wakachomwa mioyo yao. Sasa hapa ni Petro alikuwa na ubiri, na watu walikuwa wanasikiza Petro, waliposikia mambo hayo wakachomwa mioyo yao. Endelea. Wakamwambia Petro na mitume wengine. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tendeje ndugu zetu? Kwa hiyo ukisikia neno la Mungu linakuchoma, ama ni kama linakaa kana kwamba wewe unaenda kinyume cha hiyo neno, usikubali kana kwamba unataka neno libadilike liingiane na wewe. Hapana, wewe unafaa kubadilika uingiane na neno la Mungu, ukubaliane naye. Yaani unafaa kuuliza, nifanye nini? Sasa hao waliposikia neno likawachoma ndani ya mioyo yao, maandiko yanasema waliuliza, tutendeje ndugu zetu? Petro aliwaambia nini? Akawaambia nini? Tubuni mkabatizwe. Akawaambia tubuni. Kwa hiyo ukisikia neno limekuchoma, ni kana kwamba wewe na neno la Mungu mnapitana, unahitajika kutumwa na ubatizwe. Malizia andiko. Kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Ndiyo. Mupate ondoleo la dhambi zenu. Mupate ondoleo la dhambi zenu. Kwa hiyo nani mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nani mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kidogo umeenda kinyume cha neno la Mungu, na ndio maana inakukosoa. Maana kazi ya neno la Mungu ni kukosoa na kuonya. Nipe kitabu cha Petro Timotheo wa pili. Timotheo wa pili nipe 3 mstari wake wa 16. Kazi ya neno la Mungu inaonya hata dhambi zetu. Kwa hiyo ukisikia dhambi yako imenguzwa, wewe tubu, ambia Mungu nisamehe,
maana sikuwa najua kile ambacho nilikuwa nafanya ni makosa. Sasa leo nimesikia ukweli, naomba kutubu na kuacha dhambi. Soma andiko. 3:16 Biblia Takatifu inasema, Na iseme, kila andiko lenye pumzi ya Mungu, kila andiko kutoka mwanzo mpaka Ufunuo lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, linafaa kufundisha watu, na ndio maana tutawafundisha kuhusu habari za mwanamke huyu. Twende. na kwa kuwaonya watu makosa yao. Na neno la Mungu linaonya watu makosa yao. Kwa hiyo ukisikia ni kana kwamba umeonywa, usiseme ni mtesi amekuonya. Ni neno la Mungu limefanya nini? Kuwaonya. Limekuonya. Shika hiyo point. Soma andiko. Na kwa kuwaongoza. Na kwa kuongoza. Kwa hiyo ukitaka kiongozi, neno la Mungu linaongoza watu. Twende. Na kuwaadibisha katika haki. Hili ili mtu wa Mungu awe kamili, ndiyo amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Asante. Kwa hiyo hili kila mtu wa Mungu, unless utaki kuwa mtu wa Mungu, lakini kama unataka kuwa mtu wa Mungu, maandiko yanasema mtu wa Mungu anakamilishwa na neno la Mungu ili apate kutenda kila tendo jema. Hakuna matendo mema yanaweza tokana na wewe, isipokuwa kubali neno la Mungu likuongoze ili utende matendo mema. Shika hiyo point. Kwa hiyo wema wote unatoka na Mungu, na huo wema Mungu ameandika katika neno lake ili kutuongoza na kutusaidia tuenende kupigana na neno lake. Shika hiyo point. Kwa hiyo wapendwa, tunawaalika jioni ya leo, tunaangalia unabii wa Biblia, tunaangalia ufunuo. Mungu ametuonya dhidi ya Babeli ya mwisho duniani kuanguka. Nipo Ufunuo 14 mstari wake wa 8. Ufunuo 14 mstari wake wa 8. Barikiwa. Biblia Takatifu pumzi ya Mwenyezi Mungu inasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli. Mungu ametuonya dhidi ya Babeli, amesema umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa. Na hiyo Babeli ni mji, tena ni mji mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote nini? Mvinyo wa adhabu ya uasherati wake. Leo tunaangalia mvinyo. Maandiko yanasema Babeli imeleta dunia na mvinyo ya uasherati wake. Kwa hiyo Babeli iko na mvinyo inaleta dunia. Nitakuonyesha mvinyo ambayo inafanya dunia ilewe. Sasa naomba uangalie katika Biblia. Hii Babeli ambayo tunazungumzia inaleta dunia. Ufunuo 17 mstari wa 3 ni gani? Mstari wa 3 kitabu cha Ufunuo 17 Biblia Takatifu inasema. Na naomba uteremke mpaka mstari wake wa 5. Twende. Naam, akanichukua katika roho hata jangwani. Yohana wa Patmo akachukuliwa katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke. Akaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Kwa hiyo hapa kuna mwanamke ambaye amekalia mnyama mwekundu sana. Twende. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Na huyo mnyama ambaye amekaliwa na mwanamke amejaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Ako na vichwa 7 na ako na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Rangi ya nguo zao ni zambarau na nyekundu. Amepamba kwa dhahabu na kito cha thamani. Amepamba kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Ndiyo. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Sasa kile kikombe ndicho hiki ambacho kinaleta dunia. Maandiko yanasema alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Kwa hiyo haya machukizo na machafu ya uasherati wake ndio analeta dunia, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Angalia, katika kipaji ako na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa huyu anaitwa Babeli mkuu, tena ni mama wa makahaba na machukizo yote yaliyo duniani. Tena ako na kikombe kimejaa machukizo na machafu ya uasherati wake. Nayo machukizo na machafu ya uasherati wake ndiyo anataka kuleta dunia nayo. Shika hiyo point. Sasa ukiangalia maandiko ni kwamba hapa kuna mwanamke amekalia mnyama mkubwa sana. Na ukiangalia mstari wake wa 6, malaika anauliza swali. Twende. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Sasa maandiko yanasema huyu mwanamke alikuwa amelewa na damu ya watakatifu. Yeye analevya watu na kwa damu, lakini yeye amelewa na damu ya watakatifu. Twende. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Soma. Nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Sasa Yohana wa Patmo alipoona mwanamke huyu alianza kustaajabu. Hata wewe najua unastaajabu, hapo unashangaa hii mambo gani? Iko kwa Biblia kweli? Ndio. Twende.
Na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Hata mimi nakuambia kwa nini wewe unastaajabu? Takuambia siri ya mwanamke huyu. Hata malaika alimwambia nitakwambia siri ya mwanamke huyu. Hata leo tutajua siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuaye. Na tutajua siri za mnyama huyu ambaye anachukua yule mwanamke. Mwenye vile vichwa 7 na zile pembe 10. Tuliona katika unabii wa Biblia mwanamke ni kanisa, Waefeso 5:25. Mwanamke ni kanisa katika unabii wa Biblia. Sikia hiyo andiko, Waefeso 5:25. 5:25 kitabu cha Waefeso. Hebu sikia vizuri, tunataka tuelewe maandiko vizuri. Kitabu cha Ufunuo watu wengi wamekiogopa. Nilikuwa naongea na mwingine akaniambia, mimi nimeogopa kitabu cha Ufunuo sana, siwezi kukielewa. Nikamwambia kuja utaelewa. Biblia takatifu. Twende. Enyi wanaume, enyi waume wapendeni wake zenu. Maandiko anasema wanaume wapende wake zao kama Kristo naye alivyoipenda kanisa. Je, Paulo anazungumzia mambo ya wanaume na wanawake, na kuhusu Kristo na kanisa anazungumzia nini? Nipe mstari wa 32. Mstari wa 32 Biblia takatifu inasema siri hiyo ni kubwa. Siri ya mwanaume kupenda mke wake, hiyo ni siri kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kristo mwanaume, kanisa ni mwanamke. Unaona? Kwa hivyo katika unabii wa Biblia mwanamke ni kanisa, mume wa kanisa Yesu Kristo. Nipe kitabu cha Isaya 54 mstari wa 5. Mume wa kanisa ni Yesu aliyemuumba wetu na aliyemkombozi wetu. Soma andiko hilo. Isaya 54 mstari wa 5. Mstari wa 5 Biblia takatifu na ubarikiwe. Inasema, twende. 54 mstari wa 5 Biblia takatifu inasema kwa sababu muumba wako ni mume wako. Muumba wako ndiye mume wako. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Anaitwa Bwana wa majeshi. Twende. Ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Mkombozi wetu ni Yesu Kristo. Na yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Tulia. Yesu ndiye ataitwa Mungu wa dunia yote, maana ndiye muumba wetu na mke wetu. Yeye ndiye aliyeumba na yeye ndiye mkombozi wetu. Unakataa kwamba Yesu si Mungu wetu? Angalia kitabu cha Tito 2 mstari wake wa 13. Hebu sikia, Yesu ni Mungu. Tito 2 mstari wa ngapi mwalimu? Wa 13. Wa 13 Biblia takatifu. Kwa hiyo Mungu wetu ni Yesu Kristo, na pasipo yeye hakuna chochote kiliumbwa. Yesu ndiye alifanya vitu vyote, yeye ndiye Mungu wetu na yeye ndiye mume wa kanisa lake. Soma andiko hilo. Tukitazamia tumaini lenye baraka. Andiko anasema tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Ati nani? Utukufu wa Kristo Yesu. Ati nani? Mungu mkuu na mkombozi wetu. Ati Yesu Kristo ama Kristo Yesu. Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa Yesu ni Mungu. Maandiko yanasema Mungu mkuu tena ni mwokozi wetu. Unaweza enda kuongezea fungu la Isaya 9 mstari wa 6 ya kwamba Yesu anaitwa Mungu. Maandiko yanasema hivyo. Yeye ndiye Mungu wetu, yeye ndiye Bwana wa kanisa. Lakini kanisa limekalia mnyama. Hii kanisa tuliona makanisa ni aina mbili. Kuna kanisa la Yesu na kuna hili ambalo limekataa Yesu. Hili kanisa ni Kaaba. Kwa njia gani? Nipe kitabu kile cha Isaya 16. Ezekieli 16 nipe 32. Ezekieli 16:32. Je, Kaaba ni kwa njia gani? Soma andiko hiyo. Ezekieli 16 32 Biblia takatifu inasema Biblia takatifu inasema hivi, mwalimu wangu. Barikiwa. Mke wa mtu. Angalia, Kaaba ni mke wa mtu azinie, anayezini, akaribishaye wageni badala ya mumewe. Kwa hiyo anaamua kuachana mumewe, anakaribisha wageni badala ya mume wake. Unaona? Na si karibu chai ama karibu ungali, utakuta hivyo. Sasa Kaaba ni mke wa mtu ambaye anazini, anakaribisha wageni badala ya mume wake. Sasa hii kanisa ni Kaaba kwa sababu limekataa mume wake ambaye ni Yesu, likaamua kukaribisha wageni. Wageni wao ni kina nani ambao wamekaribisha? Ufunuo 17 mstari wa 2. 17 mstari wa 2 kitabu cha Ufunuo. Twende. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Kwa hiyo hii kanisa ukifuatilia utapata ni kanisa linashirikiana na wafalme wa dunia. Unaona? Ni kanisa linashirikiana na wafalme wa dunia na limekataa mume wake ambaye ni Yesu Kristo. Umeshika hiyo point?
Sasa tukiingia kwenye Biblia tunaangalia sasa, mwanamke tumeshagundua ni kanisa. Sasa mnyama anasimamia nini? Mnyama anasimamia nini ambaye amekaliwa na mwanamke? Mnyama Danieli 7:23. Nipe andiko hiyo. Danieli ni 7:23. 7:23 kitabu cha Danieli inasema, narudia kidogo tu kwa sababu ya wale ambao kwa jana. Soma andiko. Biblia takatifu inasema, akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Kwa hiyo maana ya mnyama ni ufalme juu ya dunia. Kwa hiyo hili kanisa linaendesha ufalme. Kwa hiyo hili kanisa na ufalme pamoja, yaani kanisa na serikali pamoja. Church and state, church and state, kanisa na serikali pamoja. Yaani kwa njia rahisi na kwa lugha rahisi ambayo watu wao wataelewa ni kwamba hili kanisa ni kanisa la kiserikali. Yaani kanisa ni kanisa la serikali. Hala. Sasa hili serikali gani ambayo inaendeshwa na kanisa? Hili kanisa gani inaendeshwa serikali? Hili kanisa gani na serikali pamoja? Ukisikiza maandiko yametuambia huyu mnyama ako na majina ya makufuru. Kukufuru ni kufanya nini? Nipe Yohana 10:33. Yohana ni 10. 33. Kukufuru ni kufanya nini? Maandiko yanatuambia mwanamke 10:33. Biblia takatifu inasema mwanamke kanisa amekalia mnyama serikali, yaani kanisa inaendesha serikali ama ufalme, na ufalme uko na majina ya makufuru. Kukufuru ni kufanya nini? Tuende. Wayahudi wakamjibu Yesu, kwa ajili ya kazi njema tukupigwa mawe, bali kwa kukufuru. Ndiyo. Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wa kawaida wajifanya mwenyewe Mungu. Kule kukufuru ni mwanadamu kujifanya Mungu. Kwa hiyo hii serikali ya kikanisa imeweka wanadamu wanajifanya Mungu. Wako na majina ya makufuru. Majina ya makufuru, majina ya Mungu. Jina moja la Mungu. Yohana 17:11. 17:11. Jina moja la Mungu. 17 na 11 Biblia inasema hivi, jina ambayo Yesu mwenyewe alimuita Mungu wa mbinguni akamwita aje tuende. Wala mimi simo tena ulimwenguni, twende, lakini hawa wamo ulimwenguni, ndio nami naja kwako. Nani? Baba Mtakatifu. Yesu alikuwa anaenda mbinguni akasema nenda kwa nani? Baba Mtakatifu. Ati akasema nenda kwa nani? Baba Mtakatifu. Ati mbinguni kuna nani? Baba Mtakatifu ambaye ni Mungu peke yake. Lakini hapa duniani kuna serikali na kanisa ambaye imeweka wanadamu anaitwa Baba Mtakatifu. Na hii kanisa inashirikiana na serikali za dunia. Yaani ni rahisi hivyo tu. Haihitaji weka mawazo yako kwa Biblia, Biblia inajieleza yenyewe. Pasipo kuongeza wala kupunguza. Sasa hapa kuna mtu atasema niingilia mtu. Hapana, ni maandiko tunasoma peke yake. Nataka usikize. Alafu ukiwa na swali nikimaliza utaniuliza swali. Sasa hili kanisa ambalo tunazungumzia. Lakini kanisa hili mwanamke huyu amelevya dunia, ako na kikombe. Sasa hiki kikombe ndio tunaangalia siku ya leo. Neno ujue wao wanathibitisha kwamba kuna kikombe, pesa zao. Kikombe hiki kiko na mvinyo, na hii mvinyo inalevya dunia, pesa zao za Vatican za kitambo. Si unaona hii pesa? Hii pesa ni ya Vatican, imeandikwa Citadelo Vaticano. Citadel Vaticano. Hii ni Vatican. Alafu wamechora mwanamke ambaye ameandikwa jina hapa chini Fides. Fides ni Mungu wa kike. Fides, Mungu wa kike. Na huyu Mungu wa kike ameshika jua, ameshika kikombe na ndani yake kiko na jua. Nitakuonyesha ni kwa nini amechorwa na kikombe kiko na jua ndani. Sasa tunaangalia mvinyo wa Babeli. Mwanamke huyu ni Babeli na amelevya dunia. Amelevya dunia yote. Unaona, amelevya dunia. Sasa nataka niingie katika Biblia nikuonyesha amelevya dunia kwa njia gani. Nipe kitabu cha Yeremia kwanza, ndio nzuri. Nipe Yeremia 51, nipe 16, 17 hapo. 51:17 kitabu cha Yeremia. Hii barikiwa. Kila mtu amekuwa kama mnyama. Unasoma wapi? Yeremia 51 mwalimu. 10 na ngapi? 17. Haya, nipe mstari wa 7. Mstari wa 7 Biblia takatifu inasema, ndio, Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana. Hebu sikiza, Babeli imekuwa ni kikombe cha dhahabu. Twende. Mkononi mwa Bwana. Ndio. Kilicholevya dunia yote. Na kikombe hicho kimelevya dunia mzima.
mataifa wamekunywa mvinyo wake. Hata taifa la Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu haya mataifa wameingiwa na wazimu. Hata Kenya hapa, taifa la Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo wameingiwa na wazimu. Mataifa yote yameingiwa na wazimu kwa sababu ya kikombe cha mwanamke huyu, kikombe cha Babeli. Amelevya dunia mpaka watu wameingiwa na wazimu. Nitakuonyesha vile watu wameingiwa na wazimu. Lakini ni pombe ya kawaida imelevya watu ama ni nini? Ni nini kimelevya watu? Nipe kitabu cha Isaya. Wacha Biblia tueleze nini kimelevya watu kipindi cha mwisho duniani. Nipe kitabu cha Isaya. Nipe Isaya 29 mstari wa 9. Nipe andiko hiyo. 29:9 twende. 29:9 Biblia takatifu inasema, na iseme, ngojeni mstaajabu. Maandiko yanasema ngojeni mstaajabu. Fanyeni anasa zenu. Watu waendelee kufanya anasa zao. Najua vipofu. Watu wamependa anasa sana kuliko kumpenda Mungu. Maandiko yanasema endelea kufanya anasa na uendelee kwa kipofu, utaki kuona ukweli. Wamelewa wala si kwa mvinyo. Maandiko yanasema watu wamelewa lakini si kwa pombe, si mvinyo, si pombe imefanya walewe. Twende. Wamewayawaya wala si kwa sababu ya kileo. Kumbe kule kulewa wanawayawaya. Unaona maandiko yanasema wanawayawaya lakini si kwa ajili ya nini? Si kwa kileo. Twende. Kwa maana Bwana amewamwagieni roho ya usingizi. Ni kwa sababu wamemwagiwa roho ya usingizi. Amefumba macho yenu, yaani manabii. Angalia manabii, twende. Amefunika vinywa vyenu, ndio, yaani waonaji. Twende. Na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya chuo. Angalia viongozi wa kanisa, maono yote ya unabii wa Biblia yamekuwa kwao kama chuo kilichotiwa muhuri, ndio ambacho watu humpa mtu aliye na maarifa, wakisema, akapewa mtu ambaye amesomea masomo ya Biblia, akasema, ndio, tafadhali ukisome hiki, ndio, akasema, mimi siwezi. Akasema siwezi, hiki tutasomea mbinguni. Ndio maana wengine wanadanganywa, naambiwa kitabu cha Ufunuo tutasomea mbinguni, Danieli tutasomea mbinguni, hatuwezi kuelewa hapa duniani saa hii kwa kuwa kimetiwa muhuri. Unaona? Wewe ngienda waulize hata viongozi wa kanisa, wanakuambia hiki kitabu hatuwezi kukielewa, kiko na mambo magumu, mambo ya wanyama, nani anaweza kuelewa? Na kama si hivyo, enda muulize kwa nini mchungaji wako akufundisha kitabu hiki cha Ufunuo na kitabu cha Nabii. Hayo maono yamekuwa kwao kama kitabu ambacho kimefungwa, hawezi kuelewa. Sasa angalia, maandiko yanasema wanalewa lakini si kwa pombe, wanawayawaya lakini si kwa ajili ya kileo. Nini kinafanya walewe na kuwayawaya? Nini kinafanya mataifa walewe na kuwayawaya? Nipe hiyo Isaia, maana maandiko yametuambia si pombe, lakini wale ambao wanalewa wamefumba macho yao, hawataki kuona ukweli. Sasa nini kinafanya walewelewe na kuwayawaya? Nipe kitabu cha Isaya 24 mstari wake wa 19 mpaka 20. 19 hadi 20. Biblia takatifu inasema hivi, mwalimu. Inasema aje? Dunia kuvunjika. Dunia hii ambayo unaiona, si unaiona? Sasa hivi watu wanahangaika kwa sababu ya corona. Maandiko yanasema dunia hii inavunjika sana. Twende. Dunia kupasuka. Imepasuka sana. Twende. Dunia kutikisika. Imetikisika sana. Maandiko yanasema dunia inatikisika. Twende. Dunia inalewalewa kama mlevi. Angalia, maandiko yanasema dunia inalewalewa kama mlevi. Soma. Nayo inawayawaya kama machela. Na mzigo wa dhambi zake utailemea. Nini kinafanya dunia inawelewe na kuwayawaya? Mzigo wa dhambi zake. Ni mzigo wa dhambi. Kwa hiyo huyu mwanamke ameletea watu mzigo wa dhambi zake. Na huo mzigo wa dhambi ambao watu wamekataa kupatia Yesu, utafanya dunia hii ivunjike na kuangamia. Maliza andiko. Nayo dunia itaanguka wala haitainuka tena. Hii dunia inakuja kuanguka, usifikiri tunakaa hapa milele. Hapana. Ndio maana Yesu alisema alienda kutuandalia makao ya milele, maana hapa mzee atukai milele, dunia hii atukai milele. Hii inakuja kuvunjika, itaisha kabisa. Yesu alisema
hakuna njiwe litasalia juu ya njiwe lingine ambalo halitabomoshwa. Hata hii majengo unaiona hapa, hakuna yenye itasalia hii, hakuna, yote itaanguka. Maandiko yanasema itaanguka wala itainuka tena. Unaona? Sasa nini kitafanya lianguke? Nini kinafanya ilewe? Ni dhambi, mzigo wa dhambi. Dhambi ni nini? Nipe Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4. Yohana wa kwanza. Huyu mwanamke ameingiza wanadamu katika uasi, katika mzigo wa dhambi, na ili kwamba waishie kuangamia. Sasa dhambi ni nini? Nipe Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4. Kila atendaye dhambi, hebu sikia, kila anayetenda dhambi afanya uasi. Kwa nini? Kwa kuwa dhambi ni uasi. Nini watu wameasi? Nipe kitabu cha Isaya 24 mstari wa 5. Sitaki niweke mawazo yangu, nataka Biblia ijieleze. Isaya 24 mstari wa 5. Nini watu wameasi ambacho kitafanya dunia hii ianguke na itainuka tena? Nipe andiko. Inasema, twende. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kwa nini? Kwa maana wameziasi sheria. Kwamba mwanamke huyu amefanya watu waasi nini? Sheria. Ili Mungu ahesabu kwamba wametenda dhambi na wako na mzigo wa nini? Wa dhambi ambayo inafanya wapatwe na wazimu. Malizia andiko. Wamebadili amri. Wamebadilisha nini? Amri. Ngapi? Moja. Wamebadilisha amri moja. Malizia andiko. Wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Ni amri moja ambayo wamebadilisha, na hiyo amri moja ambayo wamebadilisha ni agano la milele. Wacha tuulize Biblia, ni amri gani ya Mungu ambayo ni agano la milele, ambayo system hii ya kikanisa na serikali waliamua kubadilisha, na mataifa wamekubaliana na yeye, na hivyo wamelewa na wamepatwa na wazimu. Hata wale ambao waendi kanisa, hata wao wako na wazimu kwa sababu yake. Tusikie. Nipe kitabu gani? Nimekwambia kitabu cha Kutoka 31 nipe 16. Twende 16. Biblia inasema, naiseme kwa ajili ya hao wana wa Israeli wataishika Sabato. Maandiko yanasema wana wa Israeli, shika hiyo kweli, wana wa Israeli wataishika Sabato. Twende kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyao vyote. Hata kizazi hiki kuna wana wa Israeli katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Ati ni agano la milele. Kumbe ni Sabato imebadilishwa katika sheria za Mungu. Sabato waliamua kubadilisha, na hiyo Sabato ambayo nibadilisha, wamefanya dunia yote ikubaliane na yeye, maana alibadilisha Sabato ya Mungu. Unaona? Kumbe ni Sabato ndio alibadilisha, na baada ya kubadilisha wakatoa Sabato ya Mungu, wakatoa Jumamosi, wakapeleka Jumapili. Mataifa yote wamekubaliana na yeye katika ibada yake ya Jumapili ambayo aliweka. Sisi tuliona jana. Na ndio maana watu wameingia na wazimu. Ukigusa mtu hivi kuhusiana na Sabato analeta shida. Kwa nini? Kuna wazimu fulani ambao uliwekwa na mtumbo wa kanisa hili. Hebu sikiza vizuri na usikize unielewe. Nataka tusome maandiko yaeleweke. Hebu sikia, hawa waliamua kubadilisha Sabato ya Mungu, wakatoa Jumamosi wakapeleka Jumapili. Maana tuliona Sabato ni Jumamosi kulingana na Biblia, si kulingana na mawazo yetu, kulingana na Biblia, kulingana na kitabu cha shule, na hata kulingana na Qur'ani. Ikatuambia Sabato ni Jumamosi, pasipo kuongeza wala kupunguza. Kwa hiyo mfumo huu ukaamua kubadilisha sheria ya Mungu, wakakataa sheria ya Mungu, na ile ya Sabato waswa ndio imefanya watu wakataa sheria za Mungu, wasema hakuna sheria. Ukiuliza ni zini, atakwambia hapana. Kwa nini sheria ya Mungu inasema usizini? Niue? Hapana. Kuua, Mungu amesema usiue. Nishuhudie jirani yangu uongo? Hapana. Hata ingawa Wakristo wanafanya hivyo, hata wengine ambao ni wachungaji wanazini na wake wenyewe, wengine wanaua, wengine wako na chuki na wanajiita Wakristo. Maandiko yanasema kila anayechukia ndugu yake ni muuaji. Sasa angalia, lakini ukifika Sabato kinguzo hivi anasema hapana, sheria zilisha. Muulize ni sheria gani zilisha? Hana habari. Alichukua kafunguka moja akakosa kukaelewa, akaanza kusoma vitu vyake. Sasa hebu sikiza, ukiwa na swali utaniuliza, lakini naomba uelewe kwamba sisi ni ya kanisa
imelevya dunia yote, na dunia imekubaliana na ibada yake. Dunia imelevya dunia yote, na dunia yote imeingiwa na wazimu. Wameingiwa na wazimu. Sasa angalia, na ndio maana wamekudilia jua, maana walitoa ibada ya Mungu kutoka siku ya Sabato, siku ya saba, wakapeleka siku ya kwanza ya juma, ambayo wapagani wa kitambo waliabudu jua. Ni kwa nini walikubali ibada hii ya siku ya kwanza ya juma? Kile kilichangia wao kubaliana ibada ya kwanza ya siku ya kwanza ya juma, kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Constantino Max ama Constantine. Mwaka wa 321 alienda akapigana vita, na alienda na ishara msalaba, akaenda akashinda vita. Aliposhinda vita akarudi na majeshi yake. Aliporudi akaambia bishop wa Roma, akamwambia bishop wa Roma, nataka hata mimi nikuwe Mkristo. Kumbuka yule mfalme alikuwa ni mpagani wa Roma. Sasa akaanza kuingia kwa kanisa akuwe Mkristo. Ndio msome hiyo historia, iko hata kwa internet, iko historia, iko hata vitabu vya historia, iko. Enda usome. Constantino Max alipoamua kuwa Mkristo, alipoingia ndani ya kanisa, akachaguliwa kuwa trustee ndani ya kanisa, kwa maana ni kama vile saa hii wewe niambie kanisa lenu wewe akuje huko, utakosa kumpatia kitu. Hata kama hakuna kitu anajua cha Biblia, si mtampatia kitu? Lazima. Mseme lazima tumpatie, mtafutika kitu mahali fulani akuwe kiongozi wa kanisa. Wacha hata huyu, siangalia hata tajiri hata mwenye ajui chochote akiingia kwa kanisa, watu wanasema huyu lazima achaguliwe mahali, maana ni tajiri. Hiyo ni mambo yanafanyika ndani ya kanisa. Maskini hata kama anaelewa Biblia vizuri na anaelewa maandiko vizuri, anawekwa huko, anakaanga huko na huko nyuma, anaambiwa kana huko. Yaani anafanya hakuna kitu anajua. Lakini tajiri hata kama hakuna kitu anajua kuhusu Biblia, anawekwa. Sasa akiwekwa anaanza kuingiza mambo yake ambayo iko kwa Biblia, maana hajui Biblia. Sasa alipoingizwa akashawishi kiongozi wa kanisa la Roma, yaani akashawishi kiongozi wa kanisa kule Roma aliyekuwa bishop wa Roma, akamwambia sasa, maana sisi tumekubali, na sisi tulikuwa wapagani, na ili kwamba hata watu wengi waingie wapate kuwa Wakristo, tunahitaji tushushe standard ya Ukristo ama kimo cha Ukristo. Wakaamua kushusha, na waliposhusha wakaamua kuingiza ibada ya masanamu. Hata waleo ukiangalia hao wanaabudu sanamu. Wapagani wa kitambo ndio waliabudu sanamu, ibada za kuchonga sanamu. Ukienda kanisani mwao utapata sanamu wamechonga. Nini kilifanya wachonge sanamu? Ni Constantino Max na wale wapagani walioamua kuingia ndani ya kanisa ndio walisema, kwa maana sisi tulikuwa tumezoea kuabudu sanamu, hata sisi tunakubali sanamu zisizo ndani ya kanisa, ili tushirikiane hizo sanamu na tutakuwa wengi ndani ya kanisa. Na unajua watu wengi wanashusha ngazi ya Ukristo. Kwa nini? Maana wanataka watu wakuwa wengi, waleta sadaka ili wachungaji washibe. Hawataki kujali. Sasa hivyo ndivyo walivyofanya. Sasa walipofanya hivyo, wakaamua wakasema, sisi tulikuwa tunaabudu jua siku ya kwanza ya juma, sisi hatuwezani na hii Sabato. Sasa tufanye nini? Wacha watu wakuwa naabudu Sabato na pia wakuwa naabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ni Sunday, ili tukubaliane ibada ya siku ya kwanza ya juma, maana wapagani wengi walikuwa wamezoea kuabudu jua siku ya kwanza ya juma. Sasa ilipofanyika hivyo, ikaendelea hivyo mpaka Sabato ikaanza kusaulika, na watu wakaanza kuona Sunday ndio muhimu kuliko Sabato. Sabato ikaachana nayo, watu wakaanza kutunza Jumapili. Giza ikaingia kubwa, na kwa maana kuna kipindi katika historia ya dunia kinaitwa kipindi cha zama za giza, inaitwa Dark Ages. Wala ambao wanasoma historia shuleni, kikaingia kipindi cha historia ambayo inaitwa historia, kipindi cha zama za giza. Kwa nini? Biblia ndio nuru ya ulimwengu. Biblia ndio nuru. Sasa Biblia ikiondolewa na watu wakianza kufuata mawazo yao, basi kunaingia giza ya kiroho. Ndio maana kukawa na giza ya kiroho, ikaitwa zama za giza. Hakukuwa na nuru ya Biblia. Unaona? Sasa Sabato ikabadilishwa kutoka Jumamosi siku ya saba ikapelekwa Jumapili siku ya kwanza. Na Wakristo wengi siku ya leo wanaenda ibada ya siku ya kwanza ya Jumapili na wanakusanyika siku ya Jumapili, lakini hakuna andiko hata moja linawaambia wakusanyike siku ya Jumapili. Lakini wacha nikupe andiko ya kwamba tunaambiwa tukusanyike Sabato. Nipe kitabu cha Mambo ya Walawi 23 mstari wa 3. Walawi 23:3. Mungu amesema tukusanyike Sabato si Jumapili. Nipe andiko hiyo.
Na ndio maana mambo yao yote wanaweka jua. Uone hii ni Vatican. Biblia Takatifu inasema, unaona hii ni Vatican. Vatican wamechora, imejengwa. Hii ni mapu ya Vatican. Hizi ni majengo za Vatican. Sasa katikati ya hizi majengo, hizi ni masanamu, si unaziona? Hizi ni masanamu. Alafu hapa katikati wameweka jua na wakaweka ile mnara ya Babeli ya kitambo. Maana Wababeli walijenga mnara, wakaweka ile mnara hapo katikati. Kumaanisha hawa ni sawa sana Babeli ya kitambo. Usome andiko hiyo kwanza. Biblia Takatifu inasema, na iseme, mtafanya kazi siku 6. Mungu anasema tutafanya kazi zetu siku 6. Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Ni sabato, siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu. Kusanyiko takatifu. Kwa hiyo siku ambayo Mungu alisema ni kusanyiko takatifu ni siku gani? Siku ya 7 ya Sabato. Mungu alisema itakuwa ni kusanyiko takatifu. Wakamba wanasema umba na model. Wakikuwa wanasema Fyodorano Kiveru. Wameru na Kimeru wanasema kitungano Kiveru. Wazungu wanasema Holy Convocation ama Holy Assembly. Holy Convocation, Holy Assembly. Tunafaa kusanyiko takatifu siku ya Sabato, si Jumapili. Na ndio maana Wakristo ndani ya Biblia wote walikusanyika siku ya Sabato. Nipe andiko, kitabu cha Matendo ya Mitume. Uniambie Mkristo mgani alikusanyika kupumzika siku ya Jumapili? Hakuna. Nipe andiko hiyo ya Matendo ya Mitume. Nipe Matendo ya Mitume 11:26. Twende 11:26. Biblia Takatifu ya Mwenyezi Mungu inasema hivi. Na iseme, hata alipokwisha kumuona Paulo, akamleta Antiokia. Twende. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Alipomleta Antiokia ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Kumbe kanisa ni kusanyiko, si roho ya mtu. Maana watu wengi siku ya leo wanasema kanisa ni moyo. Kwa hiyo kama Paulo walikusanyika pamoja na kanisa, walikusanyika ndani ya moyo wa nani? Kwa hiyo kanisa haiwezi kuwa moyo. Kanisa ni kusanyiko takatifu. Paulo anasema wakakusanyika kama kanisa. Kwa hiyo kanisa ni kusanyiko. Malizia andiko. Wakakusanyika kama kanisa. Ndiyo. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa hiyo Wakristo wa kwanza ndani ya Biblia waliitwa Wakristo katika eneo ambalo lilikuwa linaitwa Antiokia, na walikuwa wamekusanyika kama kanisa. Kwa hiyo kanisa ni kusanyiko la wanafunzi wa Yesu ambao ndio Wakristo. Shika hiyo point. Sasa wacha tuingie katika Biblia. Tunaangalia, je, walikuwa wanakusanyika siku gani kwa muda wa mwaka mzima? Nipe Matendo ya Mitume hiyo 13 kwa Antiokia. Walikuwa wanakusanyika siku gani? Matendo ya Mitume 13 Biblia inasema, kisha Paulo na wenziwe wakang'oa nanga wakasafiri kutoka Papo. Ndiyo. Wakafika Pete. Ndiyo. Katika Pamfilia. Wakafika mahali panaitwa Pamfilia. Yohana akawaacha. Ndiyo. Akarejea Yerusalemu. Soma. Lakini wao wakatoka Perge, wakapita kati ya nchi. Ndiyo. Wakafika Antiokia, mji wa Pisidia. Ndiyo. Wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato. Hata siku gani? Siku ya Sabato. Hata siku gani? Siku ya Sabato. Kwa hiyo haikuwa ni siku ya Jumapili, ilikuwa ni siku ya Sabato. Walikusanyika, wakaingia. Sasa ukiangalia mstari wa 44, hiyo Matendo ya Mitume 13:42. Twende 42. Inasema, na walipokuwa wakitoka wakawasihi waambiwe nini? Maneno haya. Ndiyo. Sabato ya pili. Wakasihi waambiwe maneno haya, Sabato ya pili. Maana yake walikuwa wamekutana siku ya Sabato, wakasema ile Sabato ya pili tunaona tuambiwe maneno hayo. Je, walikusanyika waambiwe? 13:44. 13:44 Biblia inazidi ikisema nini? Hata Sabato ya pili watu wengi
Karibu mji wote ndio wakakusanyika, walisikia neno la Mungu. Unaona, kwa hiyo Sabato ndio watu wanakusanyika wasikie neno la nani? La Mungu. Shika hiyo point. Kwa hiyo hakuna mahali Yesu amesema watu wake wakusanyike siku ya Jumapili, lakini Mungu amesema watu wakusanyike siku gani? Ya Sabato. Ukiwa na swali utaniuliza. Hakuna kuficha, tunaweka ukweli jinsi ulivyo ndani maandiko. Sasa hii ibada ni ya siku ya kwanza ya juma ambayo wapagani wa kitambo walisherekea na waliabudu. Ilikuwa ni ibada ambayo waliabudu sanamu na wakaabudu jua. Ibada hii ya sanamu na jua inaitwaje? Nipe kitabu cha Wafalme wa Pili 23 mstari wa 5. Ibada hii inaitwaje? Ibada hii ya sanamu, si unaona hizi ni sanamu? Hizi ni sanamu. Na hii ni jua. Ibada hii ya sanamu na jua ambao wapagani wa kitambo waliabudu inaitwaje? Soma andiko. Wafalme ni wa Pili mwalimu. 23:5. 23 fungu la 5. Ndio. Na usijali nikimaliza hivi na kupatia makaratasi ya kwenda kusoma nyumbani. Kwenda usome polepole kwa umetulia. Ukiwa na swali kuja niulize kesho. Na ukiona fungu yenye imewekwa vibaya katika ile makaratasi kuja niulize. Asoma andiko. Akawaondosha wale makuhani. Ndio. Na msamahani. Msamahani. Akawaondosha wale makuhani walioabudu nini? Sanamu. Sasa hapa kuna makuhani wa wana wa Yuda na wana Israeli, maana waliingia katika ibada wasiojua, ibada ya wapagani. Sasa Josia alipoingia kufanya matengenezo miongoni mwa Israeli na Yuda, akafanya nini? Akawaondosha wale makuhani walioabudu sanamu. Twende ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ili kufukiza uvumba. Ati kufukiza nini? Uvumba. Kwa jina maana ya kwamba ibada hii lazima watu wafukize nini? Uvumba, moshi. Ukiona watu wanaabudu sanamu, angalia ibada yao lazima uone wanafukiza moshi, uvumba, moshi. Kuhani ama priest anaingia na moshi, anafanya moshi hivi. Ukiona ibada inafukiza moshi, jabala ni ibada, ni habari. Malizia andiko. Ili kufukiza uvumba nini? Katika mahali pa juu. Twende. Ndani ya miji ya Yuda. Ndio. Na katika kila mahali. Twende. Pande zote za Yerusalemu. Soma. Na hao pia waliomfukizia uvumba Baali. Kumbe ni ibada ya Baali inayofukizwa moshi ama uvumba. Walifukizia moshi nini? Baali nini? Na jua na mwezi na sayari na jeshi lote la mbinguni. Na ndio maana ninaomba nikuambie ibada hii ya wapagani wa kitambo imechukuliwa na ulimwengu wa Kikristo. Siangalie uone kama wafukizi moshi, angalia hawa uone kama wafukizi moshi. Sasa hii ni ibada inafukizwa hata moshi. Acha nikuwekea video kidogo uone vile ibada hii wanaingia hata kufukiza moshi. Angalia. Sasa nikuwekea video kidogo tu. Usijali. Nataka ieleweke. Angalia. Ibada hii ilianza na wapagani wa kitambo, lakini hawa waliamua kufukiza moshi. Sione? Ona mami. Angalia mzee. Si wanafukiza moshi? Wanafukiza moshi. Ibada hii ilianza leo, ili ya wapagani wa kitambo. Sinaona wanafukiza moshi. Na hii ni jua. Hii si ni jua hii. Na hii ni sanamu. Sinaona hii ni jua, hii ni sanamu na wanafukiza moshi. Kukuonyesha wao wanafanya ibada ya wapagani wa kitambo, ndio walikubaliana nayo. Inafukiza kwa moshi. Ndio wamekubaliana ibada ya jua. Lakini Wakristo wa makanisa ya Kiprotestanti wengi wamekubaliana na yeye, wasijue ya kwamba wanaenda katika ibada yake. Maana alituambia ibada ya Jumapili yeye aliweka na ni sheria yake, si sheria ya Mungu. Ukitaka hiyo video inaweza kukuwekea, iko. Wao wenyewe wakisema ya kwamba ibada ya Jumapili ni yao na ni sheria yao ya kanisa Katoliki la Roma. Ilifanywa inaitwa kanisa la Roma. Roma ni serikali, kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki ya Roma. Roma si serikali ya Roma. So hii ni kanisa ya kiserikali. Na maandiko yakosei, maandiko yakisema kitu hayakosei. Labda wewe ukosee, ukatae kufuata vile Biblia inakwambia. Uanze kufuata mawazo yako na ukatae Biblia. Ukatae Biblia, usifikirie kwamba Biblia itabadilika ikufuate ikubaliane na wewe. Hapana, ndio ungeuke ukubaliane na Biblia.
Naomba ushike hiyo point. Wewe unafaa kubaliana Biblia, maana ukikataa kubaliana Biblia hatimaye wewe utakuja kuumia. Maana maandiko yanasema neno la Mungu la dumu hata milele, haiwezi kuisha. Neno la Mungu la dumu hata milele. Wewe ndio unaweza kuisha, wewe unaweza kufa, neno la Mungu litadumu tu hata mbinguni liko. Ukifikiria liko hapa duniani peke yake, mbinguni hata malaika wa mbinguni wanafuata hiyo neno. Yaani kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 20. Hata malaika wa mbinguni wanatunza hiyo neno. Hii neno hili ambayo tumepewa, hata malaika wa mbinguni wanatunza. Sasa sikiza. Ibada hii ya jua, mwezi na nyota, si ndio hii? Si ndio hii? Hii ni jua. Sisi ni nyota na mwezi. Hii ibada itaanza leo, ni ibada ya kitambo, si ndio hii? Ya nyota na mwezi, si ndio hii? Ibada ya bahari. Si ndio hii? Ukiingia katika makanisa yao unapata wameweka ishara ya jua pale juu. Unaiona? Sasa nikuonyeshe tofauti ya kwamba mwanamke ako na kikombe ambacho analeta dunia. Sasa wacha nikuonyeshe tofauti ya kikombe cha mwanamke kahaba na kikombe cha Yesu. Maana Yesu pia ako na kikombe chake mtumishi. Yesu ako na kikombe chake. Nipe kitabu cha Zaburi 116, nipe mstari wake wangapi? Zaburi 116, naomba nibidishe na mara mbili ya kwamba kikombe cha Yesu kiko na nini? Nipe 116, nipe mstari wa 13. 116 mstari wa 13, Biblia Takatifu inasema, kitabu cha Zaburi, Yesu akipokea kikombe cha wokovu. Usikia, watu wa Mungu wanapokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Tulia. Maandiko yanasema watu wa Mungu wanapokea kikombe cha wokovu na kutangaza jina la nani? Jina la Bwana. Jina la Bwana maana yake nini? Ukiangalia katika maandiko, jina la Bwana inasimamia tabia yake. Na hiyo tabia yake, ili tutangaze jina la Bwana, tunafaa kutangaza jina la yule ambaye tunamjua. Tutamjua aje? Yohana wa kwanza 2 mstari wa 3 mpaka wa 4. Yohana ni wa kwanza. Lazima tumtangaze yule ambaye tunamjua. Tutamjua kwa njia gani? Nipe Yohana wa kwanza 2 mstari wa 3 na wa 4. Kwa hivyo watu wa Mungu ambao wanakuja katika kikombe cha Yesu, kikombe cha wokovu, wanatangaza jina la Bwana. Na jina la Bwana lazima mjue Bwana alafu amtangaze. Nipe Yohana wa kwanza 2 mstari wa 3 mpaka wa 4. Biblia Takatifu inasema, na iseme, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunazishika amri zake. Kwa hiyo kama tunamjua Yesu, lazima tukubali ya kwamba tunashika amri zake. Mstari wa 4. Yeye asemaye nimemjua, maandiko yanasema yeye asemaye nimemjua Yesu, wala asishiki amri zake, lakini amekataa amri zake, ni mwongo. Huyo ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Unaona, hakuna mtu anaweza kuwa mkweli akisema namjua Yesu na anamtangaza Yesu na huko amekataa sheria zake. Unaona? Wacha nikudhibitishie na njia nyingine. Hiyo ni njia ya kwanza. Wacha nikuwekee ushahidi wa pili. Nipe kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11, nipe 25. Wakorintho wa kwanza 11:25. Wacha nikuonyeshe njia nyingine. Nishakuelewa kikombe cha Yesu. Yesu ako na kikombe chake, mwanamke kahaba ako na kikombe chake. Wewe utaamua unataka kuja katika kikombe cha mwanamke kahaba ama unataka kuja katika kikombe cha Yesu. Soma andiko. Biblia Takatifu inasema, na iseme, na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe. Yesu akatoa kikombe akisema, nini? Kikombe hiki ni agano jipya ndiyo katika damu yangu. Hebu tulia. Maandiko amesema kikombe cha Yesu ni agano jipya. Sijui kama hicho Kiswahili kimeeleweka. Maandiko amesema kikombe cha Yesu ni agano jipya. Kwa ina maana ya kwamba kikombe cha Yesu is equals to agano jipya katika damu yake. Kwa nini Yesu asema katika damu yake? Maana agano la kale lilifanywa na damu ya ng'ombe, mbuzi na kondoo. Lakini agano jipya linafanywa na damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Shika hiyo point. Kwa hiyo kikombe cha Yesu ni agano jipya katika damu ya Yesu. Sasa hiki kikombe cha Yesu ambacho ni agano jipya iko na nini ndani yake? Maana kikombe cha Yesu ni agano jipya. Je, agano jipya iko na nini ndani yake? Nipe kitabu ni kile cha Waebrania 8 na mstari wake wa 10. Waebrania 8:10, twende. Waebrania 8 mwalimu wangu. Na mstari wake wa 10. Watu wengi wanasoma hili fungu wasielewe, lakini leo nataka utege masikio yako vizuri na utumie akili ili uelewe.
Maana nataka ufikirie kidogo. Hebu fikiria, sikia andiko hili na ufikirie. Twende. Waebrania 8:10. Soma. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli. Na ushike hiyo pointi. Agano jipya linafanywa na wana wa Israeli. Hata nitakuonyesha kwa Biblia nje, kwani sisi ni Waisraeli. Maana agano jipya linafanywa na wana wa Israeli. Alafu niulize Biblia kama sisi ni Waisraeli, ili tukubaliane na agano hilo. Sasa malizia kwanza andiko. Baada ya siku zile, asema Bwana, twende, nitawapa sheria zangu. Wapi? Katika nia zao. Kumbe sheria za Mungu si kuisha, zinaisha, zinawekwa katika nini? Nia zetu. Katika mawazo. Malizia andiko. Katika nia za samahani. Soma msomaji. Na nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao, na ndani ya mioyo yao nitaziandika. Unaona, sheria za Mungu katika agano jipya zinaandikwa ndani ya moyo wetu. Si juu ya mbao mbili za mawe. Hapana, si juu ya mbao mbili za mawe, zinaandikwa ndani ya mioyo yetu. Akiziandika ndani ya mioyo yetu, tutakuwa aje kwake? Malizia andiko. Nami nitakuwa Mungu kwao. Mungu anasema nami nitakuwa Mungu kwao, na watakuwa watu wangu. Tulia, watu wa Mungu ni kina nani? Waebrania 4:9. Hebu sikia andiko tu na ujaribu kufikiria. Nipe Waebrania 4:9. Maandiko anasema agano jipya Mungu anafanya na wana wa Israeli, na anasema ataandika sheria zake katika nia zetu, na ndani ya mioyo yetu ataziandika, na atakuwa Mungu kwetu, nasi tutakuwa watu wake. Watu wa Mungu kina nani? Biblia takatifu inasema 4:9. Imesalia raha ya Sabato, imesalia pumziko la Sabato kwa watu wa Mungu. Kumbe watu wa Mungu wanapumzika siku ya Sabato, na wanakubaliana na sheria za Mungu zote 10, na wanakubali kwamba zimeandikwa ndani ya mioyo yao. Unaona hiyo pointi? Sasa wacha nikusaidie kuelewa, mtanielewa kidogo. Kuna mahali mtanielewa. Angalia, maandiko yamesema sheria za Mungu zinaandikwa ndani ya mioyo, na hiyo ngano anafanya na wana wa Israeli. Waisraeli ni kina nani? Kwanza nipe Warumi 9 ili hao wanielewe. Maana unaweza kuniuliza, kwani sisi ni Waisraeli? Hili tukubaliane na agano jipya hilo ambalo linafanywa na wana wa Israeli. Nipe andiko, kitabu cha Warumi 9. Nipe mstari wa ngapi? Wa 4 na wa 5. Soma andiko hilo. 4 na 5. Biblia takatifu inasema hivi. Na iseme ambao ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana, na ule utukufu na maagano, twende, na kupewa torati. Kusikia, Waisraeli wanafanya maagano na kupewa torati ama sheria, na ibada ya Mungu, na ibada ya kweli ya Mungu, na ahadi zake. Kwa hivyo Waisraeli wa kweli wanapewa agano, wanapewa sheria, torati na ahadi za Mungu. Shika hiyo pointi. Nipe mstari wa 5. Mstari wa 5, Biblia takatifu inazidi kusema, na iseme ambao mababu ni wao. Ndio. Na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Haya. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Ndio. Aliye juu ya mambo yote. Na yeye ndiye Mungu ndio mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Na ni Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Mstari wa 3. Nirudi nyuma, inasema mwalimu. Ndio. Na kwa maana ningeweza kuomba. Ndio. Ningeweza kuomba mimi mwenyewe. Ndio. Niarimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu. Ndio. Jamaa zangu. Ndio. Kwa jinsi ya mwili. Ndio. Ambao ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana. Kwa hiyo Israeli ni wale wamefanywa kuwa wana, na wamepewa maagano, torati na ahadi. Shika hiyo point. Sasa naomba unipe Wagalatia sasa 6 mstari wa 15. Si kitu. Maandiko yanasema kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa. Wagalatia 6:15 inasema kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa, bali kiumbe kipya. Ati kiumbe kipya. Malizia.
na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, na wote watakaoenenda kwa kanuni ya kiumbe kipya, amani na iwe kwao na rehema, twende naam, kwa Israeli wa Mungu. Kwa hiyo Israeli wa Mungu ni wale ambao wanaenenda kwa kanuni ya kiumbe kipya. Tunakuwa kiumbe kipya kwa njia gani? Nipe Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho ni wa pili 5:17. Tunakuwa viumbe vipya kwa njia gani? 17 mwalimu inasema namna hii. Na iseme hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unaona, kwa hiyo tunakuwa viumbe vipya kwa njia kumkubali Yesu kwa ndani ya mioyo yetu. Unaona, kwa hiyo wote ambao wanakubali Yesu wako ndani yao. Maandiko yanasema anakuwa viumbe vipya kwa njia kumkubali Yesu Kristo. Na akimkubali Yesu wanafanyika kuwa wana. Na Waisraeli wote wanatunza Sabato. Kwa hiyo Israeli wa Mungu ni wale ambao wanaenda kwa kanuni ya kiumbe kipya kwa njia kumpokea Yesu kuwa Mwokozi, kuwa Bwana na Mwokozi wao. Na baada ya kumpokea wanafanyika kuwa wana. Nipe Yohana Injili 1:12. Sikia andiko hiyo. Yohana Injili 1:12. Mstari wa 12. Haya. Biblia takatifu ya Mwenyezi Mungu inasema maneno haya. Twende. Bali wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unaona? Kwa hiyo wote wanaokubali kumpokea Yesu wanafanyika kuwa wana. Na wakifanyika kuwa wana haimaanishi waachana Sabato, hapana. Tumeambiwa Sabato ni Waisraeli katika vizazi vyao vyote. Kwa nini? Hata mbinguni inatunzwa. Nipe kitabu cha Isaia 66 mstari wa 22. Wewe tulia kidogo, nitakupea makaratasi. Nataka kumaliza sasa. Nipe kitabu gani nimekwambia? 66. Kitabu cha Isaia mstari wa 23. Yaanze 22. Inasema anze 22. 22. Twende. Inasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya. Maandiko yanasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya, nitakavyokaa mbele zangu, zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana. Twende. Ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Ndiyo. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya. Ndiyo. Na Sabato hata Sabato. Mungu anasema katika mbingu mpya na nchi mpya. Maandiko yanasema itakuwa kutoka mwezi mpya hata mwezi mpya. Na Sabato hata Sabato. Twende. Wanadamu wote ndiyo watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kwa hiyo hata mbinguni kutakuwa na Sabato. Unaona? Kwa hiyo inatunzwa hata mbinguni na hata nchi mpya itakuwa Sabato. Kwa hiyo Yesu kuisha ni wanadamu ndio wanataka kuimaliza na mawazo yao ambayo si haiko kwa Biblia. Aliyowaletea mawazo yao ili wapate na wazimu kanisa ya serikali ya Roma linawaleja ili waseme hivyo, wakatae sheria ya Mungu ya Sabato. Unaona? Sasa si Sabato peke yake, hebu nikuonyeshe kitu kingine wamekataa ambacho kimeleja dunia kando na Sabato. Wacha nikuonyeshe kitu kingine. Wamekataa kikombe cha Yesu cha Agano Jipya ambayo ni mafundisho ya Yesu ya Agano Jipya. Mafundisho mengine ya Yesu ya Agano Jipya ni gani? Ndio nipe kitabu ni kile cha Wakorintho wa kwanza 1:18. Wakorintho wa kwanza ni 1 mwalimu. 18. Nataka kuangalia mambo mawili alafu nimalize hapo. 1:18 Biblia takatifu inasema maneno haya. Nasema kwa sababu neno la msalaba wa Yesu, kifo chake msalabani, twende, wao wanaopotea ni upuzi. Kwa wale ambao wanataka kupotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba, si msalaba wenyewe, hapana. Sema msalaba wa kuona ni neno, Injili kuhusiana na msalaba. Wote ambao wanataka kupotea neno la msalaba, yaani ujumbe unaohusiana na msalaba ni upuzi kwao. Sasa watu wanaweza kataa mahubiri kuhusiana na msalaba wa Yesu kwa njia gani? Wanaweza kuwa na akili na mdomo, lakini wamekataa kwa matendo yao. Kwa njia gani? Msalaba wa Yesu unatuonyesha kifo cha Yesu na kuzikwa kwake na kufufuka kwake, nini tupate ukombozi. Sasa wacha nikuonyeshe vile watu wamekataa. Nipe Warumi 6:1. Warumi 6:1.
Warumi 6 kuanzia mstari wa kwanza. Hata soma 3 yatosha. Hata fungu la 3 linasema, ukiteremka mpaka ile. Hamfahamu ya kuwa, hamjaelewa na kufahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu. Sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu. Tulibatizwa katika mauti yake. Tulibatizwa katika kifo chake msalabani. Tulibatizwa katika mauti yake. Kusudi basi tulizikwa pamoja naye. Maandiko yanasema tulizikwa. Kumbe tulikubali kufia dhambi kama vile Yesu alikuwa msalabani, alafu tunakubali kuzikwa pamoja naye. Inasema ya kwamba tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo ubatizo ni kuzikwa, si kunyunyiziwa maji kwa kichwa. Ndio kuzikwa. Tunakubali kufia dhambi na kuachana dhambi, alafu tunakubali kuzikwa pamoja na nani? Na Yesu, na Kristo. Malizia andiko. Katika njia ya ubatizo na katika mauti yake. Twende. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu, ndiyo, kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuendelee katika upya wa uzima. Kwa hiyo tunabatizwa tukiwa tumekubali kuachana dhambi na kufia dhambi. Tunazikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo. Hili wakati tunatoka ndani ya maji, tunakubali kuwa viumbe vipya ndani ya Kristo Yesu. Tunaanza maisha mapya ndani ya Kristo Yesu. Tukakubali kumpokea nani? Yesu. Tukikubali kumpokea Yesu, tutatenda kulingana vile Yesu anataka tutende. Tutatia amri zake zote, sheria zake zote na neno lake lote. Unaona hivyo? Hivyo ndivyo Bwana maandiko yanasema. Kwa hiyo wale ambao wanabatiza ubatizo kunyunyizia maji kwa kichwa wamekataa mafundisho ya msalaba wa Yesu Kristo. Wamekataa hiyo. Wengine wananyunyizia maji kwa kichwa, wengine wanabatiza watoto wadogo, wananyunyiza maji kwa kichwa, na wengine wanabatiza watoto wadogo. Je, watoto wadogo wanafaa kubatizwa? Nipe Marko 16:15. Marko 16:15. Msomaji kwa haraka tu. Naam, 16:15 Biblia Takatifu inasema namna hii. Naiseme. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote. Kama vile tumekuja hapa Alisi Kayole, mkaihubiri Injili. Kama vile tunahubiri kwa kila kiumbe. Ndiyo. Aaminie na kubatizwa. Mtoto mdogo amehubiriwa Injili saa ngapi akaamini ndio abatizwe? Huyu amehubiriwa saa ngapi? Huyu ili abatizwe. Maandiko yanasema kwanza unahubiriwa, alafu ukisikia Injili ni ya kweli unaamini. Ukiamini unafanya nini? Na kubatizwa. Haamini na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Atafanya nini? Ataokoka. Si ati ameokoka, hapana, ataokoka. Wewe ukumbuki Yesu alisema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Unaona? Malizia andiko. Asiamini ndiyo atahukumiwa. Si ati amehukumiwa tayari, atahukumiwa. Shika hiyo point, future tense. Wakati ujao ataokoka, atahukumiwa. Ndio maana hakuna mahali kuna Petro, Paulo, mitume wote walienda wakisema nimeokoka na mpenda Yesu, Yesu ni Bwana. Hakuna mahali Biblia nzima utasikia. Hiyo ni mambo ambayo watu wamejitungia wao wenyewe maneno yao, si ya Biblia. Unaona? Sasa wacha nikuonyeshe la mwisho alafu nimalize. La mwisho ni hili. Msalaba wa Yesu. Maana tumeona ubatizo kweli ndani ya maji mengi kama hao vile unaona wanabatiza. Si unaona wanabatiza? Bwana angalia vile wanabatiza. Sasa lingine ambalo limepingana na msalaba wa Yesu ama kifo cha Yesu msalabani. Nipe kitabu cha Wathesalonike. Wathesalonike vipi ubatizo wa kweli? Unazamishwa ndani ya maji mengi. Angalia. Nipi? Ndio ubatizo wa kweli. Kama uko batizo hii kubatizwa na kama ulibatizwa kwa mtoto mdogo ulichezewa sherehe na mchungaji. Haya. Wathesalonike mwalimu. Hii wa kwanza. 4. Nipe 16. 16 Biblia Takatifu. Anzia 13. Nianze 13 inasema, twende. Lakini ndugu, ndiyo, hatutaki msijue habari za hao waliolala mauti. Hatutaki mkose kujua habari za wale ambao wamekufa, wamelala mauti. Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Twende. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, kama tunaamini Yesu alikufa msalabani na akafufuka, twende. Vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu
wote waliolala katika Kristo Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Twende. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, Twende. kwamba sisi tulio hai Ndiyo. tutakaosalia hata wakati wa kuja kwa Bwana, Hata wakati wa kuja kwa Bwana hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Soma andiko. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu Twende. na barabara ya Mungu. Ndiyo. Na waliokufa katika Kristo kwanza. Wote waliokufa ndani ya Kristo Yesu watafufuka kwanza. Kwa hiyo ina maana ya kwamba wako kaburini wanakuja kufanya nini? Kufufuka. Si kwamba wako mbinguni kama wako purgatory ati wako limbo yesamariro. Hapana, mtu akikufa kaburini. Nipe kitabu cha Yohana Injili 5:28. Mtu akikufa ako kaburini. Na hili fundisho moja ambalo kanisa hili la Roma limendanganya ulimwengu mzima, wameelewa na fundisho lake, wamepata na wazimu. Hata wafalme wa dunia wamekubaliana na yeye. Unapata hata wanasiasa wakienda kwa mazishi wanasema huyu tulimpenda sana, lakini Mungu akampenda zaidi. Mungu akikupenda unakufa? La, hapana. Mungu alipotupenda alimtoa mwanao wa pekee ili kila mwamini asipotee bali apate uzima milele. Mungu akikupenda huwezi kufa. Mimi akinipenda nikufe, na nasema huyo Mungu acha akae, maana sitaki anipende nikufe. Yohana 5. Na wengine wanasema mtu akikufa ni Mungu alimuita. Mungu hakuita ukufe. Alipoita Samueli alikufa. Aliita Samueli mara ngapi? 3. Na akufa. Akiniita Mutesiae, kama najua nitakufa sitaitika. Akiniita Mutesia siwezi itika. Niitike nikufe bwana. Huko kwetu ndio wanasemanga hivyo, huko Ukambani wanasema mtu akikufa ni Mungu alimuita. Mungu akuita ukufe? Hapana, hiyo ni mchezo. Ni mchezo mtupu. Hebu sikia. Mtu akikufa ako wapi? Ameenda mbinguni. Maana kuna wachungaji wengine wanasema, hama wengine wakiwa kwa mazishi wanasema sasa hivi ndio unaona anaimba na malaika mbinguni. Uongo. Kama anaimba na malaika mbinguni, kama anakula lunch mbinguni, sikubali ukufe uende mbinguni, acha kutazeka hapa duniani ukulange lunch mbinguni. Na mwenyewe anakuambia hivyo, wacha asikie kitu kimelipuka. Afikirie ni bomu. Atatoroka, utampata huko Sabasaba. Anaogopa nini? Anaogopa kifo. Mungu alimchukua. Mungu anachukuanga watu waje. Malizia sasa andiko hili. Andiko ni Yohana 5:28. Soma. Msistajabie maneno haya. Maandiko yanasema msistajabie maneno haya. Kwa maana saa yaja. Saa inakuja ambayo watu wote walio makaburini ati wako mbinguni. Watu wote walio makaburini. Wale watu wote wako wapi? Makaburini. Mtu akikufa ako kaburini. Mtu asikudanganye. Watu akikufa ako makaburini. Malizia. Wataisikia sauti yake. Wakati ambao unakuja watasikia sauti yake. Nao watatoka mbinguni ama kaburini. Malizia. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Ndiyo. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Hata kutengeneza maisha yako ukiwa duniani saa hii. Amini Yesu saa hii. Maana saa hii ukitoka hapa uende uko na gari ukufe, na uko unamwamini Yesu na uko umekubali kweli zake, wewe na Yesu ni hivyo. Utakuja kufufuliwa, hii ni uangamizo milele. Kwa hiyo mtu akikufa kaburini aende mbinguni. Wakati wa wokovu ni sasa. Maandiko yanasema hiyo wakati wa wokovu ni sasa. Wewe unafaa kuchagua saa hii kuokolewa na kukubali Yesu na kukubali kweli zake zote. Usingojee kesho, kwani unajua kama kesho utafika? Au ujui? Unafaa kuishi kama kwamba unaishi leo. Ujui kama kesho utafika ama unajua? Ni wangapi wameenda kulala wakakosa kuamka? Mbona unaweza kujigamba na mwili huu hauko, uko leo na kesho hauko? Angalia, tumepewa kweli ili tuziamini. Na kama kuna kweli yaani nguongo kubwa ambazo zitatumika kipindi cha duniani ni kukataa ibada ya Mungu ya Sabato na kuingia ibada ya Jumapili, na nyingine ni uongo ya kwamba mtu akikufa atakufa, anaweza hata rudi aongee na wewe.
Hiyo ni mapepo inaongeana na wewe, si mtu amekufa. Nipe kitabu cha Mhubiri alafu nimalize. Uongo mbili kubwa ndio zinakuja kudanganya dunia mzima. Mhubiri mwalimu. Inaitwa immortality of the soul na kitu kinaitwa Sunday sacredness. Vitu mbili. Nipe Mhubiri 9 mstari wa 5. 9 ni 5. Kwanza nipe Mhubiri 3:10. Maliza hiyo alafu nipe Mhubiri 3:16. Some 9:5. Twende. Biblia inasema nini? Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Twende. Lakini wafu ndio hawajui neno lolote. Sasa atarudi anje kuongea na wewe na hajui neno lolote. Wala hawana ijara tena. Twende. Maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Na wewe unaenda kufanya makumbusho ya nini? Naona kumbukumbu. Unaenda kufanya makumbusho ya nini? Unaenda kulia kwa kaburi ati Bwana tulikupenda zaidi lakini Mungu akakupenda. Unaenda kufanya makumbusho ya nini? Na ana kumbukumbu. Malizia niko. Haya nione 3:16 mtumishi kwa sababu ya muda. Nilienda 3:16 mwalimu inasema. Na iseme. Zaidi ya hayo. Nikaona tena chini ya jua ya kwamba. Nipa 19 ndio nzuri. 19 niendelee kusema. Na iseme. Kwa maana. Ndio. Kwa maana. Kwa maana linalowatukia wanadamu. Ambalo linawatukia wanadamu. Linawatukia na wanyama. Twende. Jambo moja linawatukia. Ndio. Anavyokufa huyu. Vile anakufa mnyama. Ndivyo anavyokufa huyu. Ndivyo anavyokufa mwanadamu. Naam. Wote. Wanao pumzi moja. Malizia. Wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Malizia. Kwa maana yeye ni upatili. Haya malizia. Wote huendea mahali pamoja. Wote wanaenda mahali pamoja. Wote hutoka katika mavumbi. Mnyama na wanadamu wote walitoka katika mavumbi. Na hata mavumbini hurudi tena. Hiyo ni Biblia. Na ile kuku ulikula, na ile nyama ulipima kilo moja kwa kula, ienda wapi? Bila shaka ulikula kiingia kwa tumbo, ukarudisha mavumbini, ukaenda kwa choo. Kwa hiyo mwanadamu na mnyama kitu moja, wote wanarudi mavumbini. Wanangojea ufufuo wa Yesu. Yesu alisema ndio ufufuo na uzima. Kwa hiyo tumwamini Yesu naye atatupatia uzima na atatufufua siku ya mwisho. Ametuambia hivyo, si sahi. Na ndio maana alipofufua Lazaro hakumuita akatoka mbinguni. Alipoita Lazaro alitoka kaburini. In fact alienda kwa kaburi akasema ondoeni jiwe. Wakasema ananuka. Hiyo utaenda kusoma kitabu cha Yohana 11 na uanze mstari wa 25 kiteremka. Uone vile Yesu alienda kufufua Lazaro kutoka mbinguni, Lazaro atoka ndani ya kaburi. Sasa naomba nimalizie pale. Na naomba ili kwamba Mungu atubariki. Naomba tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Bwana wabariki sana. Neema ya Bwana watoshe. Sasa kuna swali ambalo limeulizwa na ningependa